tunaendelea kumwomba Mungu Roho Mtakatifu anaendelee kutufundisha yaliyo mema na ambayo yatatusaidia katika maisha yetu ya Kikristo. Jana tumejifunza kwa kutazama ugonjwa kama silaha ambayo shetani huwa anaitumia kutafuna juhudi za watu wengi au kutafuna jasho la watu, kwa maana ya kutafuna uchumi wa mtu. Nakuta mtu amejitafuta kwa muda mrefu, lakini ghafla unatokea ugonjwa unachukua kila alichokitafuta. Kwa hiyo tukaona ni muhimu sana kumwomba Mungu. Dada, wewe andika hapa ugonjwa kule mbali jana. Lazima muombe Mungu, andika hapa, akufunulie na kukuonesha nyuma ya huo ugonjwa kuna nini. Kwa mfano, mtakuwa mashuhuda, ugonjwa wa korona uliotikisa mwaka 2019 mpaka 20 ni ugonjwa ambao ulikuwa umetengenezwa kwenye maabara, na lengo lake ulikuwa ni ugonjwa ambao ni ushindani wa kiuchumi. Kwa hiyo kuna sababu nyingi sana zinatolewa. Wengine wanasema inaweza ikawa ilikuwa ni lengo la kuwapunguza watu duniani, lakini ilikuwa ni lengo hasa la kupunguza kasi ya taifa fulani kiuchumi. Lakini bahati mbaya ukawa ni ugonjwa wa kidunia, na utagundua kwamba wengi wa watu ambao walifariki wakati wa korona ni watu ambao walikuwa ni tegemeo sana na mataifa yao na familia zao na hata kanisa na dunia nzima. Walikuwa watu ambao ni tegemeo, na ule ugonjwa wa korona uliwatoa watu wengi sana kwenye nafasi zao walizokuwa. Wengine walikuwa na makampuni, mpaka leo hawakufanikiwa kufungua tena makampuni yao. Wengine walipunguzwa kutoka makazini, mpaka leo hawajawahi kupata ajira toka walipopunguzwa kutokana na lile janga la korona. Wengine mitaji yao ilikufa kabisa, mpaka leo wanaendelea kujitafuta. Kwa unaweza ukaona kabisa kwamba ni ugonjwa ambao ulikuwa ni mahususi kabisa kwa ajili ya kulenga uchumi wa mataifa, uchumi wa familia na uchumi wa mtu binafsi. Sasa yapo magonjwa yanayokuja kwa namna nyingi, yanayomfuata mtu binafsi, familia binafsi na hata nchi. Na ugonjwa pia umekuwa ni silaha ambayo inatumiwa na baadhi ya mataifa, hasa yanapotaka kulirudisha taifa fulani nyuma. Wanashtukiwa wanapewa changamoto ya ugonjwa ambao hilo taifa linajikuta linatumia gharama nyingi sana kujikinga na maradhi kama hayo, na lengo linakuwa ni kuwarudisha nyuma. Inawezekana wanakuwa wamekuwa kwenye nafasi ambayo ni tishio ya kukua kiuchumi. Kwa hiyo wapo wale watu ambao ni majasusi wa kiuchumi. Sasa hao unakuta kazi zao ndo hizo, wanapandikiza magonjwa, wanafanyaje kwa lengo kama hilo. Kwa hiyo na kwenye familia au kwa mtu binafsi hali hii huwa inatokea. Kwa hiyo usipokuwa na uelewa mzuri, unaweza ukajikuta unafilisika kupitia ugonjwa, kwa sababu haujapata pengine taarifa za kiroho kwamba ugonjwa huu lengo lake ni kutafuna uchumi wao. Kwa unajikuta unajiendea tu, na mwisho wa siku unajikuta unafilisika, unaanguka. Kwa hiyo ugonjwa ni silaha kabisa ambayo shetani huwa anaitumia, na kila wakati unatakiwa kuomba sana unapokuwa umejikuta kwenye hali kama hiyo. Haimaanishi kwamba hautaugua. Yapo yale magonjwa ya muda mfupi, yapo yale magonjwa yanayosababishwa na hali ya hewa, yapo yale magonjwa yanayosababishwa na kubadilisha pengine mazingira. Yapo, lakini yapo magonjwa mahususi kabisa
yanatengenezwa na wachawi kwa ajili ya kutafuna uchumi wa mtu, yanatengenezwa na shetani mwenyewe kutokea kuzimu kwa ajili ya kupambana na kutafuna uchumi wa Kristo. Kwa hiyo kuna mbinu nyingi ambazo shetani anazitumia. Nilikuwa Arusha mwaka jana mwezi wa 4. Kuna baba moja alikuwa na kampuni yake ya utalii. Alikuwa na mtaji wa karibia bilioni 2. Yule baba alipata ugonjwa ambao ulimweka ndani kwa muda wa miezi 6 akiwa anapigania afya yake, lakini matibabu aliyotumia kwa huo muda wa miezi 6 ni karibia bilioni 1, na bado akawa hajapona. Kwa hiyo wakati tunasali, akawa ananiambia, wakati tunamwabudu Yesu wa Ekaristi, akawa anamulilia Yesu wa Ekaristi kumwambia, huu ugonjwa wangu mbona umenitesa sana kwa muda mrefu. Sasa anasema alipokuwa anasali muda huo mbele ya Yesu wa Ekaristi, akawa anaona kuna vitu vinatoka kwenye mwili wake. Naona vitu vinatoka tu kwenye mwili wake, vinatoka kwenye mwili wake. Usiku akaota ndoto. Alipoota ndoto, akawaona watu wawili wamesimama mbele yake, wanamwambia, una bahati sana, umemkimbilia Yesu. Tulikuwa tunakufilisi huo uchumi wako, tulikuwa tunafilisi hiyo kampuni yako. Na kweli kwa hali ambapo kampuni yake ilikuwa imefikia, ilikuwa inaelekea kabisa, alikuwa anaelekea kuifunga kabisa kwa sababu ya hali na mazingira yaliyokuwa yametokea kwa wakati ule. Kwa hiyo ni muhimu sana kuto kubweteka unapokuwa unamuuguza mtu. Kumbuka muda unaotumia kumuuguza mtu, huo muda haurudi. Huo muda unakula uchumi, huo muda unakula malengo yako, huo muda unakula nafasi yako ambayo ungeitumia kufanya mambo mengine, lakini wewe unajikuta tu unauguza mtu au unauguza ugonjwa ulionao. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo jana tumeutazama ugonjwa, leo nataka tutazame eneo lingine. Eneo hili ni eneo la madeni. Hebu sema madeni. Madeni sio mikopo au sio mkopo. Madeni. Mkopo na madeni au deni ni vitu viwili tofauti. Tuelewane hapo. Na wala hapa sipo hapa kuwafundisha watu wasikope. Hata mimi na mkopo benki, sio deni, na mkopo. Kwa hiyo tofautisha mkopo na deni. Labda niseme maana ya madeni au deni. Maana ya deni ni mkopo uliokosewa heshima. Hilo ndo deni. Maana ya deni ni mkopo uliokosewa heshima. Deni ni mkopo ambao umepitiliza muda wake, yaani ule muda mliokubaliana au uliokubaliana na taasisi au na mtu ukipita, huo tena sio mkopo, hilo ni deni. Labda umekopa benki mkopo pengine wa milioni 20 kwa muda wa miaka 2, lakini hiyo miaka 2 imeshapita. Hilo sasa linageuka kuwa deni.
deni. Tutaona kwenye Biblia, tusome kitabu cha Wafalme wa Pili, kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka kule mstari wa 7. Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 7 inasema, ndio: basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, na aliyemwita amekuja, na aliyemuua amekuja, ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani mwako? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Kisha uingie ndani ukajifungie mlango, wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha akajifungia mlango, yeye na wanaye hao. Wakamletea vile vyombo, na yeye akamimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akamwambia mwanaye, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Rudia kusoma mstari wa kwanza. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii. Asante. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii. Huyu mama anayezungumzwa hapa alikuwa ni mke wa nabii. Alikuwa ni mke wa nabii. Tumsifu Yesu Kristo. Alikuwa mke wa nabii. Alikuwa mke wa nabii. Huyu nabii maana yake alikuwa ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Ndio natakiwa uelewe kwamba shetani haogopi watu wanaosali. Huyu mama alikuwa ameolewa na mtu ambaye ni nabii. Sasa huyu nabii akawa amekufa, lakini alipokuwa amekufa aliacha deni, kwamba wakati wa enzi za uhai wake huyu nabii alikuwa anadaiwa. Maana yake ni kama alikuwa na mikopo ambayo alishindwa kuitimiza hiyo mikopo, na kwa wakati ule kulikuwa na sheria kwamba mtu anapokopa akishindwa kurejesha ule mkopo, dhamana yake ilikuwa ni watoto wake kuchukuliwa kupelekwa utumwani. Yaani, mimi nakudai, utakaposhindwa kunilipa nitakuja nyumbani kwako. Kama una watoto 6, mtawachukua hao watoto wote, mtaenda kuwatumikisha maisha yao yote kufidia lile deni ambalo nilikuwa na kudai. Sasa huyu baba amekufa. Baada ya kuwa amekufa, alikuwa na watoto 2 na mke mmoja.
baada ya kufa akiwa hajalipa deni, yule aliyekuwa anamdai akaja kudai deni lake, na huyu mama ambaye ni mjane sasa hana kitu. Kwa hiyo njia pekee ambayo ilikuwa inatakiwa kuchukuliwa ni moja, kuchukua wale watoto wa huyu nabii. Sasa wakati Elisha anapita, huyu mama akaenda akamwambia yule nabii Elisha kwamba, wewe Elisha, unafahamu kabisa mume wangu alikuwa nabii, lakini pamoja na kwamba alikuwa nabii, mume wangu amekufa akiwa anadaiwa, na sasa hivi yule anayemdai, aliyekuwa anamdai, anataka kuwachukua hawa watoto wangu ili wawe mateka kwake. Ndio sheria za Kiyahudi kwa wakati huo zilikuwa zinahitajika hivi. Elisha anamuuliza, una nini? Hamwombei. Msifu Yesu Kristo. Hafanyi nini? Hamwombei. Sasa kuna watu akishakopa anaanza kuanza kuwapiga wale wanaomdai upofu. Baba, katika jina la Yesu Kristo na wapiga upofu wote wanaonidai. Hiyo sala Mungu haisi. Dawa ya deni ni kufanya nini? Kulipa. Ni kufanya nini? Sio kukimbia. Ni kufanya nini? Ndio maana sasa Elisha anamwambia huyu mama, anatumia kanuni ya kawaida kabisa. Anamwambia, una nini? Anamwambia, nina vitu fulani na mafuta kidogo kwenye nyumba yangu. Kwa hiyo anamwambia, nenda wazime, alafu mimi kwa sababu nimekwambia kwamba jambo litatokea, anamwambia nenda uazime vyombo kwa majirani, uteke mafuta, alafu yale mafuta ukiyateka uende uyauze. Ukishayauza, pesa utakayopata nenda ukalipe deni ambalo mume wako alikuwa anadaiwa. Huyu mama anafanya kama nabii Elisha alivyomwambia, analipa lile deni. Sasa kwa nini analipa lile deni? Analipa lile deni ni kweli kwamba alikuwa anadaiwa. Sasa siku hizi kila kitu huwa kinaanzia rohoni, na watu wengi pia huwa hawajui. Shetani anaweza akakutengenezea madeni kwenye ulimwengu wa kiroho, na baada ya kutengeneza yale madeni kwenye ulimwengu wa kiroho, yakatokea mazingira katika hali ya kawaida, ukajikuta sasa kwenye mwili sasa huu wa kawaida, ukajikuta unaingia kukopa. Ndio maana siku hizi kuna mtu unakuta ana mikopo zaidi ya 6 na haoni aibu, anaendelea kukopa na hana cha kurejesha, na hana kipato mbadala cha kulipa lile deni au hayo madeni ambayo anadaiwa. Nini ambacho kinafanyika? Kinachofanyika siku hizi ni kwamba dunia imebadilika, na watu wamesoma, na watu wanauelewa, na shetani sasa huwa anaenda na mazingira na nyakati na uelewa wa mtu. Ndio maana mtu aliye na PhD, shetani hata mjaribu kwa mawazo ya mtu wa darasa la 7. Ataenda kwa mawazo ya PhD, kwa sababu huyu ana PhD. Mawazo nitakayoenda nayo kwake ni mawazo ya PhD. Mtu mwenye degree, shetani ataenda kwake na mawazo ya mtu wa degree. Mtu mwenye masters, shetani ataenda kwake na mawazo ya kimasters. Akiwa hana elimu, shetani ataenda kwake katika hali ya mtu ambaye hana elimu. Akiwa na pesa, shetani ataenda kwake kwa mazingira ya mtu ambaye ana pesa. Nini maana yake? Ana fit, anataka avae vile viatu ambavyo wewe umevaa, kwamba msomi
nitatumia mazingira ya kisomi kumpoteza. Ambaye hajasoma anatumia mazingira ya kawaida kabisa ya mtu ambaye hajasoma kumpoteza. Kwa hiyo sasa, siku hizi ndio maana sasa tunapoelekea huko mbele, watu hawatakuwa wanaanguka kama kanisani kwamba wana mapepo wanaanguka. Kwa sababu siku hizi shetani ameona huo ni ushamba na watu wameelimika. Kwa hiyo siku hizi mtu kuanguka pengine na pepo mchafu anaonekana kama mshamba. Siku hizi kuna watu hawaanguki na wana mapepo. Tumsifu Yesu Kristo. Hivi mlishawahi kujua kwamba kuna nguvu za giza za aina mbili? Kuna nguvu za giza ambazo ziko ndani ya mtu na kuna nguvu za giza ambazo ziko nje ya mtu. Iko hivi, unaweza ukawa unafanya biashara, wewe hauna nguvu za giza, lakini biashara yako ina nguvu za giza. Wewe unaweza ukawa unafanya kazi ofisini, wewe hauna nguvu za giza, lakini ofisini kwako kuna nguvu za giza. Mnaelewa? Tumsifu Yesu Kristo. Wewe hauna nguvu za giza, lakini biashara yako ina nguvu za, na hauwezi ukaelewa kwa nini wewe ukisali unaingia uweponi mapema sana, mapema sana. Kwa hiyo hata hauwezi ukaelewa, na hata mtu akikwambia kwamba una nguvu za giza haiji, kwa sababu wewe mwenyewe rohoni unajiona kabisa kwamba hizo mambo huna. Labda nitoe huu mfano. Mnaona sasa hivi tunaelekea uchaguzi mkuu, sio? Wa wabunge, madiwani na rais, si ndio hivyo? Nguvu za giza sasa, wale wanaojua kusimamia vizuri, mnaweza mkajikuta mnaenda uwanjani mnafanya wote kampeni. Mtakapofanya kampeni wote, mwenzako anachoweza kukifanya, anaweza akacheza na ardhi ya eneo analotawala, yaani akaizuia ile ardhi ili mpinzani wake asiwe mshindi kwenye ile ardhi. Kwa nini anaizuia ardhi? Kwa sababu wapiga kura wanaopiganiwa wako kwenye ile ardhi. Msifu Yesu Kristo. Kwa hiyo akiisemesha ile ardhi, amewasemesha wale wapiga kura wanaokaa juu ya ile nini. Kwa hiyo unaweza ukajikuta hata kama una sera nzuri sana, wanakusikiliza hapo wanakupotezea. Kuna mtu anaelewa? Kwenye mkutano wako wanakuja, wanakusikiliza, saa ingine hata makofi wanakupigia. Baada ya hapo wanasema huyu naye hana lolote. Ardhi imelazimishwa impokee yule na imkubali yule, ikukatae wewe. Hizo zote ni nguvu za giza. Ndio maana sasa ninaposema kwamba ardhi yako, yani unaweza kuwa nguvu za giza zinaweza zikawa kwenye biashara yako lakini zisiwe ndani yako, kwamba mchawi anaweza akaja akasemesha lile eneo unalofanyia biashara, pengine akatamka maneno kwamba chochote anachokifanya kwenye hili eneo lake la kibiashara kisimletee matunda ya aina yoyote, akamaliza. Kwa hiyo alichofanya hajakuroga wewe, ameloga eneo la biashara unalofanyia. Ndio maana basi kuna watu ambao huwa wana amani wakati wakiwa nyumbani, lakini wakiwa kazini hawana amani na wafanyakazi wenzao. Kwa mfano, kuna mtu ambaye kazini kwake anachukiwa na kila mfanyakazi, lakini akitoka eneo la kazi anaelewana na kila mtu. Kwa hiyo shida iko kwenye eneo analofanyia kazi, yeye hana shida.
lakini akiingia tu kwenye lile eneo analofanyia kazi, shida inajitokeza. Lakini akitoka maeneo mengine yote anakubalika, lakini kwenye eneo lake la kazi shida iko. Sasa tunapokuwa tunazungumzia madeni, kumbuka anazungumzia madeni, sizungumzii mkopo, na wala siwazuii watu kukopa. Ni vizuri, kwa sababu hakuna mfanyabiashara mkubwa ambaye hana mkopo. Lakini ukijiuliza, toka umeanza kukopa, huo mkopo umekuletea faida au hasara? Na huwa tunasema hivi, kabla haujaamua kukopa, lazima uwe umetafuta namna nzuri kwamba ninapoenda kukopa labda kwenye taasisi au kwa mtu binafsi, huu mkopo wangu ninaenda kufanyia nini? Bahati mbaya kuna watu ambao mpaka anakopa hajui ule mkopo anaenda kufanyia nini. Issue huwa iko hapo. Anafanya prosesi zote za mkopo mpaka anapata hela, muda wote huo hajajua anaenda kufanya nini. Shida inaanzia hapo. Lakini wanaokopa kwa malengo mazuri, na wasisitiza waendelee kukopa, kwa sababu tunataka matajiri ndani na nje waendelee kukopa. Hata mimi na mkopo, lakini huo mkopo kabla haujakopa, ni roho gani imekusukuma nyuma? Ni roho ya kukupoteza kabisa kutoka kwenye gemu la kibiashara, toka kwenye gemu ya kazi, au ni roho ya kukuinua? Kwa sababu madeni yamesababisha watu wamejitoa uhai. Madeni yamesababisha watu wamekimbia familia zao. Madeni yameleta aibu kwenye baadhi ya familia na kwenye maisha ya watu fulani. Madeni yameleta hali ya kutokuaminika kwa watu. Na kumbuka, kati ya eneo ambalo litakufanya usiaminike na watu ni eneo la fedha. Mtu yeyote ambaye umewahi kumkopa fedha na ukashindwa kumrudishia kwa wakati, huyo mtu hata kama wewe ni mwema kiasi gani, siku kirudi kumwomba pesa kwake hatakupa. Kwa nini? Pesa ndicho kifaa au chombo ambacho kinavunja uaminifu kwa haraka sana kuliko vitu vingine vyovyote. Na kuna watu leo hawakopesheki kwa watu wao wa muhimu, na wamewapoteza watu wao wa muhimu kwa sababu walipokopa hawakurejesha kwa wakati. Na kupitia mikopo au kupitia haya madeni, Shetani anaweza akawaondoa watu wa muhimu sana kutoka kwenye maisha yako. Yaani wale watu ambao wangeweza kukusaidia, unajikuta umewaazima pesa na umeshindwa kuwarudishia hizo pesa zao kwa wakati, aidha kwa kuwasumbua au hata kwa kutokuwapa kabisa, na ukajikuta unawapoteza hao watu wa muhimu kabisa kwa pesa kidogo. Kwa hiyo unajikuta sasa unabaki na wale watu ambao hawana msaada wa aina yoyote kwenye maisha yao. Nini ambacho kimesababisha? Mikopo imesababisha. Kwa mfano nchi za Ulaya, ukikopa ukashindwa kuchelewa, ukashindwa kulipa kwa wakati, au ukaleta usumbufu, huwa wanamaki jina lako kwenye mfumo. Kwa hiyo benki yoyote unayoenda au taasisi yoyote inayoenda, wanakuwa wamemaki jina lako kwamba huyu mtu ana kawaida ya usumbufu sana. Kwa hiyo ukienda benki yoyote hawakupi chochote. Kwa nini? Umeonesha kutokuwa mwaminifu.
Sasa lazima mjue kwamba Shetani anatumia mbinu nyingi sana kupambana na watu, na hasa Wakristo. Moja ya mbinu anayotumia ni kuhakikisha kwamba watu wanakaa katika hali ya tension muda wote. Na hii hali ya tension inasababishwa nini? Angalia mtu yeyote ambaye anadaiwa au ana mkopo. Huyu mtu, cha kwanza, huwa hana utulivu wa aina yoyote, kiakili hata kiroho. Kwa nini? Pesa huwa ina muunganiko moja kwa moja kati ya roho ya mtu na mawazo ya mtu. Ndio maana ukiwa hauna hela, kichwa hakitulii na roho haitulii. Atakuwa nayo. Kwa nini? Vinafanya kazi kwa pamoja. Kuna mtu mmoja aliwahi kutoa ushuhuda, alinifundisha hili jambo. Akasema alikuwa ni binti, yule binti alichukuliwa katika hali ya kutatanisha, katika mazingira ya kutatanisha. Akiwa na umri wa miaka 10 alikuja kupatikana baada ya akiwa na umri wa miaka 15. Sasa alichukuliwa katika hali ya kipepo. Sasa wale waliomchukua, wazazi wake huyu binti walikuwa wanasali sana rozari. Kwa hiyo binti yao walipopotea katika mazingira ya kutatanisha, walijikuta wanasali usiku na mchana rozari kumwomba Mama Bikira Maria alinde mtoto wao popote pale alipo. Sasa alipochukuliwa katika haya mazingira ya kawaida, kilichofanyika ni kwamba wale waliomchukua walisahau kumkata ulimi. Walisahau kumkata nini? Ulimi. Kila walipokuwa wakitaka kumkata ulimi, kuna mazingira yalikuwa yanatokea, wanasita. Lakini wakamfundisha yule binti kufanya uharibifu. Alikuwa anahusika kutengeneza ajali barabarani, unaposikia mabasi yamegongana, sio yamefanya nini, vitu kama hivyo. Lakini huku nyuma wazazi wake wakawa wanasali sana rozari. Sasa siku moja wazazi wake wakiwa wanasali rozari, yule binti anasema alikuwa amekaa huko walikokuwa wamekaa. Sasa fikiri sijui mazingira gani hayo, sijui kuzimu, sijui ni wapi. Bikira Maria akatokea. Alipotokea, yale mashetani yote yakaanguka. Bikira Maria akamchukua yule binti, akamrudisha mpaka eneo la karibu na nyumbani kwao. Ni kule Sumbawanga, ni karibu na eneo la nyumbani kwao. Sasa jirani akapita, akamwona yule binti yuko kwenye kichaka, akamwambia, mbona kama huyu mtoto fulani? Akamchukua akampeleka kwenda kuangalia, ni yule mtoto. Sasa yule mtoto kuna kitu alizungumza, aniambia kule alikokuwa amepelekwa kuna maeneo ambayo wanatengeneza vitengo vingi sana. Kuna kitengo cha kuwapoteza wasomi, kuna kitengo cha kuwapoteza maskini, kuna kitengo cha kuwapoteza vijana, kuna kitengo cha kuwapoteza wanawake na wanaume, kuna kitengo cha kuwapoteza wanandoa. Sasa akasema kuna eneo maalum kabisa. Kwa mfano, kama ni wafanyabiashara, anapokuwa labda ni mfanyabiashara ambaye anasali sana, huyu binti akasema kuna kipengele cha kumtengenezea madeni huyu mfanyabiashara. Ndio maana sasa unaweza ukakuta kuna mtu anaweza akakopa mkopo wa kwanza akalipa vizuri, akakopa mkopo wa pili akalipa vizuri, akakopa mpaka hata mkopo wa 6 akalipa vizuri, lakini mkopo wa 7 baada tu ya kukopa mambo yakaharibika. Anasema wakati mwingine shetani anaruhusu huyu mfanyabiashara akope kuanzia huo mkopo wa kwanza, lakini ukifika mkopo ambao ni wa kiwango kikubwa, anatia mguu pale, sema kwa huu mkopo aliokopa, atakapoanza kulipa tutahakikisha anakomba vile vyote au zile faida zote ambazo amewahi kupata. Ndio maana sasa unaweza kukuta awamu ya kwanza ulikopa milioni 50 ukalipa vizuri, awamu ya pili ulikopa milioni 100 ukalipa vizuri,
awamu ya 3 ulikopa labda milioni 200 ukalipa vizuri, anasubiri unafika kwenye level pengine ya kukopa bilioni 1 au milioni 700. Baada ya hapo linatokea la kutokea, anahakikisha kwamba hii milioni 700 au hii bilioni 1 kama atashindwa kuilipa, atajikuta anauza nyumba yake pengine aliyojenga kwa ufahari, au makazi yake, au vitu gani hivi. Kwa hiyo huyu binti akasema kule kila shetani au kila mashetani yamepewa vitendo maalum, kwamba shetani ambaye anashughulika au mawakala ambao wanashughulika kwenye eneo la ndoa ni tofauti kabisa na wanaoshughulika kwenye eneo la kazi, kwamba kila eneo lina mashetani ambayo yana idara zake tofauti tofauti. Yapo ambayo yanashughulika na idara za vijana, kuwapoteza vijana. Yapo ambayo yanashughulika kwa ajili ya kuharibu tu ndoa za watu na vitu gani hivyo. Dodoma mwaka jana nilikutana na binti moja tukiwa kwenye semina kama hii. Wakati tunaabudu Yesu Ekaristi, yule binti alikuwa amekuja na yeye kusali kama watu wengine. Kumbe alipokuja akawa amekaa nyuma kabisa. Wakati sasa tunamwabudu Yesu Ekaristi, yule binti alipagawa. Kwa hiyo akajikuta na viringita kutoka kule nyuma kama nyoka, akafika mpaka eneo la mbele nililokuwa nimepiga magoti. Kwa hiyo akapiga makelele. Sisi hatuna muda naye wala nini, tunaendelea tukusali, tukamaliza. Yule binti yuko pale pale anapiga tu makelele, watu watakatawanyika kwenda nyumbani. Mimi nilipomaliza kaenda nyumba ya mapadri, yule binti bado akaendelea tu kupiga kelele. Baadaye padri akaniambia, hebu tukamwone yule binti. Akaniita, tukaja tukamwona yule binti. Padri akaja na maji ya baraka, tukamnyunyuzia maji ya baraka. Yule binti acha aanze kupiga makelele sasa, acha aanze kuongea. Aliongea kitu ambacho nilikishangaa sana. Akasema kazi yake ni moja, huwa anapita kwenye mahoteli ya kisasa na haya mahoteli ya kawaida. Anapofika kwenye haya mahoteli ya kisasa, anachukua chumba. Akichukua chumba analala, au anaweza akachukua chumba asilale, lakini anahakikisha ameoga. Zile taulo ambazo ziko kule kwenye chumba alichofikia, akioga anajifuta na ile taulo, alafu anatamka maneno kwenye ile taulo. Anasema yeyote atakaye jifutia hii taulo kuanzia leo, kama ana ndoa, kama amefunga ndoa yake ivunjike. Nyie mnaosubiriki kwenda mnalala, mnakuta mahoteli na wewe nilitoka siku natembea na taulo yangu. Serious kabisa. Yaani aliniambia kitu ambacho nilikuwa sina wazo nalo kabisa. Yaani niliacha kabisa kwenda nikute taulo hotelini, niogee hiyo nijifutie maji hiyo. Nilisanuka toka siku hiyo, ikasema umenifundisha. Kwa hiyo yeye binti kazi yake ilikuwa ni hiyo. Mwenye hoteli anakuwa hajui chochote kinachoendelea. Tumsifu Yesu Kristo. Mwenye hoteli hajui kabisa. Yaani huyu anaenda kama mteja, lakini nyuma kuna kitu anakitengeneza. Shangaa unabahatika na ongea hilo litaulo, unajifunika, unajifuta, ukirudi mnagombana na mke wako mazima na mume wako mazima. Kumbe kuna kitu kimeanzia somewhere. Kwa hiyo wakati mwingine unaposali lazima uwe una akili za ziada za kugundua nini unatakiwa kufanya na nini unatakiwa kuacha. Ndio maana sasa wakati mwingine sisi wa Kristo lazima tuwe na maombi ya rohoni na ya akili sana. Sio tu kuomba. Unaomba nini? Sio tu kuomba, unaomba nini? Kuna mitego mingi sana, unaiteguaje? Kuna njia nyingi sana, unaiteguaje hizo njia? Nina rafiki yangu mmoja anaitwa Richard.
Hivi mnajua kati ya watu ambao mimi nilikuwa najua labda baada ya miaka 3 ijayo 4 ijayo anaweza akawa tajiri mmoja mkubwa sana Tanzania, rafiki yangu ambaye mimi nikiwa darasa la 5 yeye alikuwa darasa la 6, alikuwa amefika level ya kumiliki bilioni 10. Ninapozungumza hivi na nyie, hana hata senti 5. Leo mchana nimetoka kumtumia 10,000, ameniomba naomba unitumie 10,000. Mtu aliyekuwa anatembelea gari la milioni 500, lakini alipofilisika hata hauwezi akakueleza ukaelewa. Lakini akikwambia alivyoanza kuanguka ni kupitia tu mikopo. Alikopa vizuri, ameenda vizuri, amefanya biashara zake vizuri, lakini alipokopa mkopo wa bilioni 3 shida zikaanzia. Mpaka leo anaomba 10,000. Sasa angalia baadhi ya Wakristo leo wakiwa na visenti kidogo tu huwa hata kusali kwao wanasali kisarabu. Eti tajiri anatakiwa kusali kisarabu. Kwa jina la Baba Shetani anakupimishia tu. Sasa unajifanya kusali kisarabu Ngoja nikuoneshe. Wakristo naomba muamke. Shetani anatumia mbinu tofauti. Ndio maana mbinu anazotumia Shetani Ulaya ni tofauti na anazotumia Afrika, kulingana na tamaduni, uelewa, wakati na mazingira. Ulaya watu hawaamini sana juu ya uchawi, hilo linajulikana, lakini sio kwamba Shetani hayupo. Angalia Ulaya, Shetani ameingia kwenye engo ya maadili. Wanawake kwa wanawake wanaoana ni Shetani, hiyo sio Shetani. Wanaume kwa wanaume wanaoana ni Shetani, sio Shetani. Mtu anabadili jinsia kutoka kwa mwanamke anaenda kwa mwanaume ni Shetani, sio Shetani. Sasa wale, kwa nini ameingia kwenye hiyo engo? Anajua kabisa hawa wamesoma, wana kila kitu, hawana umaskini wa aina yoyote. Sengine kwa baadhi ya watu sema sasa nawatawala vipi? Amewatawala kwenye eneo la maadili. Huko Afrika anajua kabisa bado watu wanaamini kwenye ushirikina, anadili nao. Kwa hiyo hakuna aliye salama. Kuna watu wamepuuzia baadhi ya vitu kwenye maisha yao, wakajikuta hivyo vitu walivyopuuzia vinawatesa na kuwatesa siku zote. Kwa hiyo lazima uwe macho kiroho. Mambo mengine yaweke pembeni, kwamba una milioni 100 kwenye benki, weka pembeni. Unapoingia kusali, sali vya kutosha. Rusha marisasi kila eneo, kwa sababu huwezi kujua Shetani amejificha wapi kwenye maisha yako. Lakini ukijikuta unaenda kisarabu, utapigwa, hautaamini. Labda kama unataka uwe mtu wa kawaida, Shetani hana shida na wewe. Lakini kama unataka kuwa mtu mkuu kwenye taifa la Tanzania, kwenye familia yako, kwenye nchi yako, wewe una uhakika kwamba vita vya watu wakuu ni vita vya kitaasisi na ni vita vya kimfumo. Mtu yeyote ambaye ndani yake Mungu ameweka ukuu ndani yake, huyo mtu vita atakavyokutana navyo sio vya kawaida. Kwa nini? Ule ukuu utamsababisha kutane na maadui wenye vita, akili na uelewa tofauti. Sasa akina mama, msikopekope ovyo. Mikopo mingine imewarudisha nyuma, imewaletea aibu, imewaletea magonjwa, imewaletea utengano. Wengine mpaka sasa hivi mnatembea kwa kujifunika nguo kwa sababu ya kuogopa kwamba ukipita ile eneo anayekudai anakuona. Wengine mmebadilisha mpaka njia kwa sababu ya madeni. Wengine hata tendo la ndoa hamlifurahii
Simu ikiita tu naangalia ni nani. Kama ni benki, tayari hisia zote zinaishi. Madeni. Si wakatazi msikope, lakini angalieni hiyo mikopo, toka umeanza kukopa imekusaidia nini? Hilo ndo swali ambalo natakiwa ujiulize kwanza. Tuko sawa sawa? Tuko sawa sawa? Ndio. Tuko sawa sawa? Ndio. Madeni. Lazima hayo madeni tunayokopa tuyaangalie kwa macho ya tofauti, kwa sababu bila hivi tutajikuta tunachofanya hatukipati. Madeni. Kwa hiyo kila madeni ambayo saa ingine mtu unaona yuko nayo, hayo madeni yametengenezwa kwenye ulimwengu wa giza. Inaweza pia ikawa ni tabia yake ya kutokuwa na elimu sahihi juu ya matumizi ya fedha alizokopa. Lakini wakati mwingine unaweza kukuta mtu ana nidhamu sana na pesa, lakini madeni yamekataa kuondoka kwenye maisha yake. Sasa hiyo unakuta ni changamoto ambayo imetengenezwa na ulimwengu wa giza. Awe na madeni, awe na roho ya madeni, kwa sababu madeni ni roho. Tumsifu Yesu Kristo. Madeni ni roho. Ni roho ya kuua, ni roho ya kufilisi, ni roho ya kusambaratisha, ni roho ya kutesa, ni roho ya kukosesha amani, ni roho ya kumfanya mtu akose uaminifu, akose kuaminika, akose kusikilizwa. Madeni ni roho. Tena ni roho inayopumua, tena ni roho inayotesa, tena ni roho inayorudisha nyuma, tena ni roho inayozuia maendeleo ya mtu binafsi, ya familia, ya taasisi, hata nchi. Madeni ni roho. Kwa hiyo angalia hiyo roho ya madeni isikutese. Angalia hiyo roho ya madeni isikurudishe nyuma. Angalia hiyo roho ya madeni isikufanye kuwa mtumwa. Angalia hiyo roho ya madeni isikufanye usifikie ndoto zako. Madeni ni roho. Sijakuzuia kukopa. Mkopo hauna shida, lakini madeni yana shida. Tumsifu Yesu Kristo.